Karibu msikilizaji kwenye taarifa zetu za habari za siku ya leo. Fuatiliana na Kivu News Info uweze kupata habari kamili. Tukiwa tarehe 31 Julai mwaka 2026, jioni tunakuletea habari hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo yengine mbalimbali. Tutaanza na habari zetu tukiwa ndani ya mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini, ndani ya wilaya ya Fizi, ambako maandamano ya waendesha pikipiki yamegeuza vurugu na kusababisha vifo na majeruhi. Tutaendelea kukupatia habari kuhusu eneo mbalimbali za Fizi ambazo zimeweza kuingia katika mikono ya waasi wa Twirwaneho na pamoja na vikosi vya M23 baada ya vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo kuweza kujiondoa katika maeneo hayo, na maeneo hayo ni Kimete na Kibanja. Pia tutakuletea habari kutoka huko Holomami ambako mkuu wa majeshi wa FARDC ametembelea kambi na kufuatilia shambulio lililotokea Bukama. Baadaye tutakwenda Ituri ambako mashirika ya kiraia yamesimamisha shughuli za kiuchumi wakidai kurejeshwa kwa usalama katika maeneo hayo. Pia tutakuletea taarifa kutoka Kasindi kuhusu operation ya polisi dhidi ya wahalifu. Hizo ni habari ambazo tunakuletea. Hizo habari ili uweze kuzipata, baki nasi, usiweze kuondoka. Mvutano mkubwa umeweza kuripotiwa katika mji wa Baraka wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini, ambako watu wawili walipoteza maisha na watatu wengine kuweza kujeruhiwa kufuatia maandamano yaliyoripotiwa ya waendesha pikipiki leo hii Ijumaa tarehe 31 Julai. Na kwa mujibu wa taarifa za awali, waendesha pikipiki hao waliandamana kupinga ushuru mpya uliowekwa na idara ya mkoa wa uhamishaji na ukusanyaji wa mapato maarufu kama DPMR. Waandamanaji walidai kuwa tozo hiyo imeongeza mzigo kwa wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji na zaidi sana ya usafiri wa pikipiki ambao tayari wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi. Hali ilianza kuwa ya wasiwasi wakati mamia waendesha pikipiki walipokusanyika katikati ya mji wakitaka mamlaka kufuta ushuru huo. Baadaye mazingira yalibadilika kwa ghafla na kuwa ya vurugu sana, huku milio ya risasi ikisikika na kusababisha taharuki miongoni mwa wakaaji na waandamanaji hao. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mmoja wa waliofariki ni dereva wa pikipiki aliyepigwa risasi wakati wa vurugu hizo. Mtu wa pili aliyefariki alikuwa mfanyakazi wa tume ya taifa ya wakimbizi inayojulikana kama CNR. Taarifa za awali zinaeleza kuwa alipata mshtuko wa shinikizo la damu wakati wa ghasia na kufariki akiwa katika eneo la tukio. Mbali na vifo hivyo viwili, watu wengine watatu walijeruhiwa na kukimbizwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Hata hivyo, haijafahamika mara moja hali yao namna gisi inaendelea. Wakati huo waandamanaji wenye hasira walivamia na kuharibu ofisi za DPMR zilizopo katika mji wa Baraka. Baadhi ya vifaa vilivyokuwa ndani na jengo hilo viliharibiwa, huku shughuli za kawaida zikisimamishwa kwa muda kutokana na hali ya sintofahamu iliyofanyika katika mji huo wa Baraka. Hadi sasa viongozi wa serikali pamoja na vyombo vya usalama bado hawajatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya mwisho ya waliopoteza maisha, waliojeruhiwa au kiwango halisi cha uharibifu uliosababishwa na maandamano hayo ya waendesha pikipiki. Wananchi wa Baraka wanaendelea kusubiri maelezo kutoka kwa mamlaka, huku wengi wakitoa wito
wa kurejeshwa kwa utulivu na kutafutwa kwa suluhisho la mazungumzo ili kuepuka matukio mengine ya vurugu katika siku za hivi karibuni. Hiyo ilikuwa ni habari kutokea hapo Baraka ambako maandamano yanaendelea kufanywa. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo ya nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini, ambako vijiji vya Kimete na Kibanja vimeripotiwa kuingia chini ya udhibiti wa waasi wa Twirwaneho wanaotajwa kushirikiana na kundi la Red Tabara pamoja na muungano wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo na taarifa kutoka kwa duru za kijeshi, hali iliyotokea Alhamisi tarehe 30 Julai baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo kufanya kile walichokiita kuwa ni kujiondoa kimkakati kutoka katika maeneo hayo. Taarifa zinaeleza kuwa kabla ya waasi kuingia katika vijiji hivyo, mapigano makali yalikuwa yakiripotiwa katika sehemu mbalimbali za nyanda za juu za Fizi. Wakaazi wengi walilazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku shughuli za kawaida zikisimama kutokana na hali ya taharuki. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, washambuliaji walidaiwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone kushambulia maeneo kadhaa wakati wa operesheni hiyo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baadhi ya nyumba za raia pia ziliweza kupigwa na mashambulizi hayo kabla ya waasi kuendelea na hatua ya kuingia katika Kimete na Kibanje. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya familia zimeanza kuhama kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku mashirika ya kijamii yakieleza wasiwasi kuhusu hali ya kibinadamu endapo mapigano hayo yataendelea kwa muda mrefu. Wakati huo huo, vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa maandalizi ya operesheni za kujibu mashambulizi hayo yanaendelea. Lengo la operesheni hiyo ni kujaribu kurejesha udhibiti wa vijiji vya Kimete na Kibanje pamoja na kuzuia waasi kuendelea kusonga mbele katika maeneo mengine ya wilaya ya Fizi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ya serikali kuhusu maendeleo ya operesheni hiyo au tathmini ya mwisho ya hali iliyo katika maeneo ya Kimete pamoja na Kibanje. Wananchi wanaendelea kufuatia kwa ukaribu mabadiliko ya hali ya usalama, huku wakitoa wito kwa kulindwa kwa raia na kurejeshwa kwa amani ya kudumu katika eneo hilo. Hizo ni taarifa kubwa ambazo tulikuwa tunakuandalia kutokea hapo Fizi, ambako maeneo mbalimbali yaliweza kuripotiwa kuingia katika mikono ya waasi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema linaendelea na operation za kuimarisha usalama katika eneo la Bukama mkoani Holomami kufuatia shambulio lililoripotiwa kulenga moja ya nafasi zake za kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi, vikosi vya FARDC vilivyokuwa katika eneo hilo vilifanikiwa kuzuia mashambulizi hayo na kuzuia washambuliaji kutekeleza malengo yao. Baada ya mapigano hayo, operesheni za msako ziliendelea katika maeneo mbalimbali, hasa kuelekea ndani ya hifadhi ya taifa ya Upemba, ambako watu wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio hilo wanadaiwa kuelekea baada ya kukimbia. Jeshi linasema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi ya kuhakikisha usalama unaimarishwa na kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya wananchi pamoja na vikosi vya ulinzi vinavyotekeleza majukumu yao katika eneo hilo. Wakati huo huo, hali ya ulinzi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku vikosi vikiongezeka na doria katika maeneo yanayoonekana kuwa na hatari zaidi. Katika maendeleo mengine, mkuu jenerali wa FARDC Lieutenant General Banza Mwalimbwe Gilles alifanya ziara ya kikazi mjini Kamina siku ya Jumatano tarehe 29 Julai. Ziara hiyo ililenga kutathmini hali ya operesheni za kijeshi
zinazoendelea na kujionea namna vikosi vinavyojipanga kukabiliana na changamoto za kiusalama katika sehemu hiyo ya nchi. Kwa mujibu wa jeshi, kiongozi huyo alipokea taarifa kutoka kwa makamanda wa maeneo ya operation kuhusu hali ya usalama, maendeleo ya shughuli za kijeshi pamoja na hatua zinazochukuliwa baada ya shambulio la Bukama. Wakati huo huo, lieutenant huyo alisisitiza umuhimu wa kuendelea kushirikiana kwa karibu kati ya vikosi vya usalama ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya utulivu. Ziara hiyo imeelezwa kuwa ni maandalizi ya ujio wa amri jeshi mkuu wa FARDC katika mkoa wa Holomami. Kabla ya ziara hiyo ya ngazi ya juu kufanyika, viongozi wa jeshi wanataka kuhakikisha hali ya usalama iko chini ya udhibiti na kwamba vikosi vinajiandaa ipasavyo kutekeleza majukumu yao ya kulinda raia. Mkoa wa Holomami unapatikana kusini mwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na unapakana na mikoa ya Lualaba, Tanganyika, Haut-Katanga pamoja na Maniema. Mji wa Kamina ni moja ya vituo vikuu vya kijeshi vya FARDC katika eneo hilo, huku Bukama ikiwa umbali wa takriban kilomita 120 kutoka Kamina. Ikumbukwe kwamba shambulio dhidi ya nafasi ya FARDC katika Bukama ilitokea tarehe 28 Julai. Kwa mujibu wa jeshi, mashambulizi hayo yalizimwa na vikosi vya serikali ambavyo vinaendelea na operation za kuwasaka waliohusika na kuimarisha usalama katika maeneo hayo. Hizi ni habari ambazo tulikuwa tunakuandalia kutokea huko Holomami. Mashirika matatu ya kirahia katika eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa mkoani Ituri yameamua kusimamisha kwa muda shughuli zote za kiuchumi na kulipa kodi kwa ajili ya kushinikiza mamlaka kuchukua hatua za haraka kurejesha usalama katika eneo hilo. Uamuzi huo ulitangazwa baada ya mkutano wa dharura uliofanyika kufuatia kuendelea kwa mashambulizi ya watu wenye silaha ambao wameendelea kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Viongozi wa mashirika hayo wanasema hali ya usalama inazorota sana katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo linawalazimu wananchi kuchukua hatua za kuonyesha kutoridhishwa kwao. Kwa mujibu wa viongozi wa mashirika hayo ya kiraia, tangu tarehe 27 Julai vijiji kadhaa vimekumbwa na mashambulizi. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni Makik, Ndiapan, Rubela, Lokaia, Tepe, Itembo pamoja na Pangu. Mashambulizi hayo yamesababisha wakaaji wengi kuhofia usalama wao, kuhusu wengine wengi wakilazimika kuyahama makazi yao kwa muda. Kiongozi wa shirika jipya la kirahia la Kongo amesema pia kuwa wakaaji wa Mabakua pamoja na maeneo ya Biakato na Makumo wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na maendeleo na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama. Kwa mujibu wake, wananchi wanahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za serikali ili kurejesha amani na kuwalinda raia wanaoendelea kuwa katika mazingira ya hatari. Mashirika hayo yameeleza kuwa shughuli za biashara pamoja na ulipaji wa kodi zitasimamishwa hadi pale usalama utakaporejea katika maeneo yaliyoathirika. Wanasema haiwezekani wananchi waendelee kutoa kodi wakati maisha yao na mali zao vinaendelea kuwa katika hatari. Wakati huo huo, viongozi hao wamewataka wakaaji wote wa Babila Babombi kuheshimia maamuzi yaliyofanyika katika mkutano huo wa dharura na kubaki pamoja katika kudai kurejeshwa kwa usalama ambako wameueleza kuwa ni haki ya msingi ya kila mwananchi. Hata hivyo, wamefafanua kuwa
hatua ya kusimamisha shughuli za kiuchumi na ulipaji wa kodi si ya kudumu. Wamesema maamuzi hayo yatakuwa yakitathminiwa kulingana na maendeleo ya hali ya usalama na yanaweza kuondolewa mara tu hali itakapokuwa imerejea kuwa ya kawaida. Kwa upande mwingine, viongozi wa mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vyombo vya ulinzi kuongeza juhudi za kulinda wananchi. Wanasema tayari vijiji kadhaa vimeathiriwa ndani ya kipindi kifupi, hali inayodhihirisha umuhimu wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia mashambulizi mengine na kurejesha utulivu katika eneo la Babila, Babombi na maeneo yengine jirani. Hizo habari zinatokea huko ndani ya Kivu Kaskazini na hali ya utulivu inaripotiwa kuwa si shwari. Mtu mmoja aliyeshukiwa kuwa mhalifu mwenye silaha ameuawa katika mji wa Kasindi uliopo mpakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda baada ya kuripotiwa kuhusika katika tukio la uporaji. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa jeshi la polisi, tukio hilo lilitokea wakati askari alipokuwa akifanya operesheni ya kuimarisha usalama katika eneo hilo. Polisi wanasema mtu huyo alihusishwa na vitendo vya ujambazi vilivyokuwa vikisumbua wananchi na aliuawa wakati wa operesheni hiyo. Baada ya tukio hilo, mwili wa marehemu uliendelea kubaki eneo la tukio ukisubiri taratibu za kisheria kukamilishwa. Polisi walieleza kuwa mwili huo haukuondolewa mara moja kwa sababu ulipaswa kusubiri ruhusa ya afisa wa Wizara ya Umma ambaye ndiye mwenye mamlaka ya kuidhinisha hatua hiyo kwa mujibu wa sheria. Kamanda wa polisi mjini Kasindi ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama na kutoa taarifa kuhusu watu au mienendo yoyote inayotia shaka. Amesema ushirikiano kati ya wananchi na vikosi vya ulinzi ni muhimu katika kupambana na uhalifu na kuhakikisha amani inarejea katika eneo hilo na amani hiyo iweze kuwa ya kudumu. Wakati huo huo, kiongozi huyo amewahimiza wakaaji kutokuficha taarifa zinazoweza kuwasaidia kukamatwa kwa wahalifu, akisisitiza kuwa usalama ni jukumu la kila mtu, si la vyombo vya dola pekee yake. Kasindi ambayo ipo kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni moja ya maeneo yanayokabiliwa mara kwa mara na changamoto za kiusalama. Kutokana na hali hiyo, mamlaka zimeendelea kuimarisha doria za pamoja kati ya jeshi la FARDC na polisi wa taifa la Kongo ili kulinda raia pamoja na mali zao dhidi ya vitendo vya ujambazi na uhalifu vinavyoripotiwa katika eneo hilo. Vyombo vya usalama vinaamini kuwa kuimarishwa kwa operesheni hizo pamoja na ushirikiano na wananchi kutasaidia kupunguza vitendo vya uhalifu na kurejesha utulivu wa kudumu katika mji wa Kasindi na maeneo yengine jirani. Hiyo hapo ilikuwa ni habari kutokea huko kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uganda, ambako ujambazi unazidi kuripotiwa siku baada ya siku. Hatimaye tarehe hiyo asubuhi mtu mmoja ambaye ni jambazi aliweza kushambuliwa na polisi na kupoteza maisha. Tuendelee na habari nyingine. Huo ndio mwisho wa taarifa zetu za leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kufuatilia Kivu News Info ili uweze kupata habari za kuaminika na kwa wakati ambao unafaa. Tukutanane basi wakati mwingine. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pascal Pepele. Kwa heri.